Hofu imetanda katika kijiji cha Bunjosi katika eneo bunge la Webuye Magharibi baada ya zaidi ya watu 20 wakiwemo watoto kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Webuye na ile ya Bokoli baada ya kunywa maziwa yanayokisiwa kuwa na sumu. Moses Wafula anasema ng'ombe aliyekamuliwa maziwa hayo alikuwa mgonjwa. Baada ya kutibiwa, alikamuliwa na shemejie ambaye aliunda maziwa mala, na baada ya siku 3 akagawia familia 5. Baadaye wote walioyanywa maziwa hayo walianza kuendesha na kutapika. Ng'ombe ilisaa, baadaye kakonjeka, kaleta daktari wakaitibu. Walipomaliza kutibu na shemejanga kukawia siku hiyo na kakamua maziwa yake akaweka kwa mtungi 5 lita ili ikandamane na waitumie, na akaendelea kukamua na kuweka kupata siku 3 maziwa kakandamana, baadaye wakaitumia. Walipomaliza kuitumia baada ya saa moja wakaanza kusikia maumivu ya tumbo na kichwa na kuishiwa nguvu mwilini. Willy Wanjala ambaye ni mmoja wa waathiriwa pamoja na wanawe 6 na mkewe anasema walianza kuhisi athari za maziwa hayo saa 1 baada ya kuyanywa. Mwenye alitupea maziwa, nikaenda nikamuulizia huku kwangu watoto kweli imeshindikana, hata pia na mimi niko na hara na kutapika. Ama vile hiyo maziwa vile tulikunywa tukakuta wote wako tu chini na familia yake tu yote tunakuwa tu wote ugonjwa wao na yangu na watoto wangu imefanana. Wanatoa wito kwa serikali kuyafanyia uchunguzi wa maabara. Tunaomba hayo maziwa yenye imesalia waipime tujue ni nini chenye kilisababisha huu ugonjwa. Kutokana na uchochole wa familia hiyo na idadi kubwa ambayo imeathirika, wametoa wito kwa viongozi kuingilia kati na kupunguza mzigo wa matibabu. MCA Maimili Mazungo, Papa Tani Wanyama, mahali penye huko. Haki kweli watu karibu watu 40 kitu, sisi ni watu wako. Na kwa pamba letu kweli hakuna kitu. Lusaka kweli na kuhitaji. Haki kweli kucha tu mtuokoe. Waathiriwa wote wameondolewa katika hali ya hatari na wako katika hali nzuri sasa.